Tarehe 23 Juni ya mwaka 1975 ndio siku aliozaliwa aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao. Ikiwa leo angekuwa hai, ingekuwa akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa, lakini badala yake familia, viongozi na mamia wananchi wamekusanyika kumuaga na kutoa heshima za mwisho. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hata hivyo, siku ambayo ingekuwa ya furaha kwake imegeuka kuwa majonzi kwa wananchi pamoja na viongozi mbalimbali, wakitoa salamu za rambirambi, wakimuenzi kwa mchango wake katika utumishi wa umma na kulinda usalama wa jamii. Kamanda Yabwao alikuwa anawapenda watoto. Tusifanyie ukatili. Wazazi, tulindeni watoto, tusifanyiwe ukatili. Na mtizana kipindi chote ambacho kamanda Yabwao amekuwa kama kamanda wa mkoa huu wa jeshi la polisi, mkoa wetu umekuwa ni tulivu, mkoa wetu umekuwa na amani, kitu ambacho kwetu sisi wafanya biashara ndio chachu ya maendeleo na ukuaji wa biashara zetu. Alikuwa anafanya kazi vizuri, alikuwa anatoa ushirikiano mkubwa sana kwa wananchi wanapopata matatizo, na hata sisi machifu tulikuwa tunaridhika sana. Tunaamini kabisa wote tuliofika hapa tuna mambo mengi ya kujifunza kupitia msiba huu. Kamanda huyu alikuwa ni mtu wa watu, anapenda watu wote bila kujali huyu ni maskini tajiri, alikuwa anawasikiliza wote. Nitoe pole kwa ndugu zetu wale hasa ambao wamekufa kwa karibu, baba na mama, wazazi wake, mke na watoto. Kwa kweli msiba huu ni mkubwa, lakini tunaomba neema ya Mungu iwafunike na kuwasaidia ili muweze kuvumilia na kustahimili maumivu haya. Kwa kweli tumeondokewa na mtu ambaye alikuwa akimfikia kila mtu kwa shida zake, na kila mtu alikuwa anapata huduma kadiri ambapo Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia. Sisi Waislamu tunasema sisi sote tunatoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa Mwenyezi Mungu tutarejea, na kila nafsi itaonja mauti. Niwaombe ndugu zangu, siku hii ya leo tuonyeshe utu. Kumekuwepo na ndimi za baadhi ya wanasiasa wakitumia maneno ya kujenga hoja zao za kisiasa kwa kutumia vifo vya watu. Alipofariki ndugu yetu Yabwao, tumeona hotuba mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, watu wakionyesha furaha na wakiomba waongezeke zaidi. Huu si utu. Na ndugu zangu viongozi wa dini, naomba mtuombee. Hakuna sherehe ya kumwombea mwenzako kifo. Aidha, mkuu wa mkoa wa Tabora amewahakikishia wananchi kuwa licha mkoa kupata pigo la msiba huo, usalama utaendelea kuwa imara, huku msemaji wa jeshi la polisi nchini, naibu kamishna wa polisi David Misime, akisema msiba huo umeendelea kulionyesha jeshi hilo thamani ya upendo na mshikamano kati ya polisi na wananchi. Na niwahakikishie wananchi wa mkoa huu wa Tabora kuwa mkoa utaendelea kuwa tulivu. Tutaendelea kuwalinda kwa nguvu zote na kwa uchu. Yanayosema wala yasikubabaishe. Huu umati uliokaa hapa leo ndio unaomfahamu Yabwao. Ndugu zangu, nchi haiwezi kupelekwa, nchi haiwezi kulindwa na wahalifu. Nchi italindwa na vijana mnaoona hapa walioapa kufa kwa ajili ya nchi hii, sio magenge ya kiuhalifu mnayoyaona na pia tazama. Kwa hiyo askari wote wala hata isokatishe tamaa. Wekeni mguu chini, fanyeni kazi mliotumwa na nchi. Mmetumwa na nchi, hamjatumwa na mhalifu. Kwa msiwe na shaka, msiwe na hofu. Fanyeni kazi. Umma huu uliokaa hapa, uliokusanyika hapa, unajua kazi yenu. Ndugu yetu aliyelala hapa tumemkusanyikia hivi kwa sababu alionyesha thamani ya upendo. Na sisi tukirudi majumbani mwetu, kwenye mitaa yetu, kwenye nyumba zetu za makanisa, misikiti, tuendelee kuonyesha thamani ya upendo. Nyuma yangu ni msururu wa wananchi pamoja na viongozi mbalimbali ambao wamekusanyika hapa
katika uwanja wa Field Force kwa ajili ya kutoa salamu za mwisho kwa aliyekuwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao, na hii ni ishara kwamba sasa safari ya kuelekea kupumzisha mwili katika nyumba ya milele kule mkoani Mara ikianzia hapa katika mkoa wa Tabora. Kutoka hapa katika viwanja vya Field Force vilivyoko hapa mkoani Tabora, tupo mwaka wa mbele imewashika.